hii headline ya Nchimbi anashuka, mwaka haujapita, inaweka historia kwenye politics zetu. Hapo unaongea vipi? Mike yako ilikuwa ni Asante, asante. Tunakusikia sasa. asante mamangu Queen. Nadhani kwa siku kama 4 5 hujanisikia, ni kwa sababu afya yangu haikuwa nzuri sana, na labda hata kwenye sauti utaiona sio nzuri, lakini kwa umuhimu wa topic hii basi nitajitahidi niseme angalau mawili matatu. Uh, Kwanza nadhani tutakuwa watu wa ajabu kama tunatafuta majibu ya haya yaliyotokea, au kwa sababu hatujui namna ya kutafakari na kupima matukio ya kisiasa, au hatutaki kusema tu ukweli na kadhalika. Directly kwa kusema kwamba pointa ya kwanza ambayo mimi nadhani ilishatuambia kilichokuwa kinafuata, na tulieleza sisi wengine toka siku ya kwanza, ni pale ambapo makamu wa rais alipotoka hadharani na akataka Watanzania tupambane kupata katiba mpya. Na nimesikitika sana kuangalia hata maprofesa wetu wa vyuo vikuu wanakwepa kauli nzito kama hiyo, wanatafuta majibu mahali ambapo hapapo. Hii ndio itaimaliza taifa hili, kwa sababu watu tunaogopa kusema ukweli, tunaogopa kufanya tathmini ya vitu jinsi ilivyo. Hata watafiti wetu kwa maana ya maprofesa wanatafuta pa kujificha. Clearly kauli ya kwamba Watanzania pambaneni kupata katiba mpya ni kauli ya confrontation, sio kauli ya viongozi ambao wana hold position ya siasa ya aina moja katika ofisi zao, hasa kwa watu, kwa mtu na msaidizi wake. Na sisi wengine tuliuliza toka mwanzo, tunapambana na nani kupata katiba? Ni haki yetu. Na kwa nini tupambane wakati katiba ni ya wananchi? Mimi nadhani toka wakati ule tulipaswa kusoma picha na kuona kuna nini. Sasa labda nirudi kidogo nyuma. Kwa bahati nzuri au mbaya, na nimeisema hadharani kwenye kumbi mbalimbali, sijawahi kuificha, mimi nilikuwa kati ya watu wachache sana nadhani tuliokaa privately mwezi Juni, kabla tu ya process ile iliyomweka Nchimbi kitini. Kama mtakumbuka ile ratiba ya uchaguzi au kilichokuwa kinaitwa uchaguzi ambao mimi siutambui, nilipata nafasi ya kukaa na Dr. Nchimbi, tukaongea kwa kina sana, na kama ni mnyofu atasema ukweli. Tukakaa kwa urefu sana, tukachambua scenario mbalimbali za siasa katika nchi yetu, na nikamonya kwamba katika mazingira ya sasa si mshauri kabisa kuingia kwenye mazingira ya siasa ya aina hiyo.
Kwanza mizizi, hatukuanzia tu angani, kwa jinsi walivyochaguliwa, jambo ambalo lilikuwa contested including ndani ya CCM, jambo ambalo kwa miezi kadhaa baadaye ilimweka mwana CCM mojawapo, na nadhani alituhumiwa kwa kosa ambayo haikuwa hata na mdhamana, huyu mwana CCM ambaye amechallenge ile procedure. Sasa sisi wengine tayari tulishaona dalili hapa kuna kitu ambacho si sahihi. Hilo la kwanza. Lakini la pili ambalo niliona ni kwamba toka mwanzo kwa mtu ambaye si mnafiki kama ambavyo nadhani Dr. Nchimbi kwa mazingira fulani fulani si mnafiki, hajui unafiki, anasimamia hoja anazoziamini na anazisimamia bila uoga. Nimesema hiyo mara nyingi, na nimeeleza kwamba nimekaa naye akiwa mbunge wa kawaida bungeni. Nimeeleza kwamba tumekuwa naye akiwa waziri wa mambo ya ndani. Tumetofautiana kwenye issues kadhaa. Tumetofautiana kwenye issue aliposababisha tukose kutenganisha baraza la vijana, jambo ambalo mpaka leo ni utata katika nchi yetu, kwa sababu yeye ndiye wakati akiwa mwenyekiti wa vijana ndiye alitupotezea nafasi ya kupata baraza la vijana wa taifa hili, ambao wangekuwa vijana wa baraza la vijana wote badala ya kuwa na baraza la vyama, jambo ambalo leo limegawa vijana wa kitaifa hili. Sasa nimesema ninalijua hili kwa sababu nilikuwa bungeni. Sisi wengine toka wakati ule tulikuwa tunapambana ipatikane baraza la vijana. Chama chake kikavuruga ule mchakato, yeye akiwa mwenyekiti wa vijana wa CCM hakusimama upande wetu. Tulisimama wakati huo huo pia kupata baraza la wanawake wa taifa hili. Kwa wale ambao watakumbuka, mpaka mama Tibaijuka nadhani hatimaye aliwapeleka mahakamani, lakini kwa sababu ilikuwa ni serikali nzima imesimama pamoja, akashindwa mahali pa kusimama, jambo ambalo nalo limetufanya mpaka leo nchi hii itetereke. Tulikosa baraza la vijana la wanawake wa taifa, tukakosa baraza la vijana wa taifa, vyombo muhimu sana katika unity ya taifa. Huko nyuma, enzi za kina Mwalimu, tulikuwa na policy za kuunganisha Watanzania, lakini enzi za kina Nchimbi wakiwa viongozi kwenye hivi vyombo, wao walikuwa wameng'ang'ania kupata baraza la vyama vyao, na mpaka leo imekuwa shida kuunganisha taifa kwa sababu kila kikundi kinataka kupigania na kupambana na mrengo wake. Na tusipoangalia mizizi kama hii, tukafanya tathmini tu ya juu, hatutaiona hiki kinachoendelea leo katika uhalisia wake. Ni kweli sisi wengine tulistuka tulipoona kifo cha chef wa makamu wa rais. Tulianza kunusa kuna kitu kinaendelea, na sio kunusa tu. Wakati huo ni kweli, na bahati mbaya wengine huwa tunaomba risiti hata mahali ambapo risiti huwa hazipatikani. Sisi tulisha hoji inakuwaje makamu wa rais mpishi wake anakufa katika mazingira ya ajabu, kuna nini? Lakini wakati hayo yanatokea tayari kulikuwa na hofu, na hofu hiyo haikuwa tu hofu ya maneno na mawazo
hiyo hofu ilikuwa associated. Tayari tulishaona jinsi makamu wa rais alivyojitafutia walinzi wake tofauti na wale wanaopaswa kuwa provided na serikali. Walinzi wa makamu wa rais kwa kawaida ni watu wa serikali, ni waajiriwa wa serikali, unless kama tunataka kuwa blind. Lakini tuliona makamu wa rais mara kadhaa unaosemwa katika sheria ambayo ina provide ofisi ya makamu wa rais. Kwa hiyo kwa watu wenye macho tayari tulishaona hapa kuna kitu ambacho hakiko sawa. Sasa katika nchi ambayo watu wanaogopa kufanya tathmini ya vitu kwa sababu zozote zile, mimi sitaki kuingia kwenye hizo tathmini, watu mara nyingi wanakuwa na uoga wa kutathmini vitu katika perspective sahihi mpaka jambo limetokea. Sasa leo tunajaribu kutathmini, lakini hali ilishaonekana, ikiwa ni pamoja na hii ya juzi tu wakati wa uzinduzi wa bwawa makamu wa rais unampa, yaani hata sentensi moja tu, ni kweli tukio lile ni la makamu wa rais, ni la rais mwenyewe. Ni kweli pia huko nyuma kumetokea functions ambapo function kama hiyo ya rais, makamu wa rais anapokaribishwa, kimsingi yule makamu anachukua jukumu la kumkaribisha kwa maana ya kumfungulia fora, alafu rais mwenyewe anaongea. Lakini pattern ya hapa karibuni tangu Nchimbi na rais wake kila akikaribishwa anasema angalau sentensi 3, 4, 5 alafu anamkaribisha rais. Lakini juzi ilikuwa markedly clear kwamba makamu hakutaka kabisa kuongea. Sasa kwa political analyst, hiyo tayari ilikuwa ni indicator kwamba something is brewing. Kuna kitu kinapikwa jikoni, labda timing tu ilikuwa haijafika, na baada ya siku chache timing hiyo imejitokeza mapema sana. Baada ya kusema hayo, tuliona hawa ni watu wawili ambao kwa principle zao toka mwanzo ilionekana wana misimamo inayotofautiana. Ametokea kwenye utendaji kama principles zao zilikuwa hazienda, alisia madhubuti wa chama lakini ukitazama jambo dogo tu, kwa mfano hata ratiba ya kawaida ya mikutano, ratiba ya kawaida tu ya mikutano ya halmashauri kuu, kamati kuu nadhani imekutana almost regularly, lakini halmashauri kuu ndio chombo kikuu cha maamuzi katika chama. Mlinganisheni huko nyuma ilikutana na regularity ya aina gani? Na hili Galileo atatusaidia kwa sababu alikuwa kiongozi wa juu sana kwenye chama. Lakini baada ya kipindi cha Nchimbi kutoka, nadhani mpaka kwenye mitandao ilianza kuulizwa, mbona kamati ya halmashauri kuu sasa ni kama imewekwa kapuni? Kwa wale wanaofuatilia, indicator hizi zilishaanza kuonekana. Labda kwa kifupi niachie hapo ili wengine nisiwachukulie muda. Ningeweza kuchambua moja baada ya nyingine namna hiyo, lakini nadhani parameters nilizotoa zinatoa mwanga wa kutosha kwamba jambo hili si la kufanya uganga wa kienyeji kutambua kulikuwa na tatizo mahali, kwa sababu misingi ya tatizo ilishaanza kuonekana. Asante, labda niachie hapo kwa hatua ya sasa. Mungu awabariki sana. Asante baba, pole sana na kuumwa jamani. Naomba
upate nafuu. Kweni, Ulisikika? Nasikika jamani. unasikika Kweni? Nilikuwa nataka niseme dokta, kabla hajamalizia, amegusa nani zote nzuri. Dokta, vipi kuhusiana na utoaji wa hii taarifa? Hicho ni kitu kingine ambacho hujagusia kidogo, utoaji wa hii taarifa. Maybe taarifa muhimu kama hii, maybe tungeweza kusikia moja kwa moja kutoka kwa aidha kwa msemaji au kwa katibu mkuu kiongozi au kwa msemaji wa serikali kwamba hii na hii rais ameridhia. Yani ingetoka ile taarifa ambayo imekuja kuliko hii ambayo ameitoa yeye mwenyewe na ametoa kwa source ambazo they are less formal. Goldman, uko sahihi kabisa. Katika practice ninayojua katika serikali yetu kwa muda mrefu, basically kurudi mpaka nyuma kabisa, hata ukitaka rudi mpaka nyakati za Mwalimu, kwa sababu mnakumbuka kuna wakati Mwalimu alipojiuzulu pia. Hawa ni viongozi wa kitaifa. Source ya kwanza ya information ya watu wetu wakubwa, viongozi wetu wakubwa, haiwezi kuwa kwenye page ya mhusika, ni government gazette. Ndio gazeti la kwanza la serikali, na ili hilo liwe hivyo, siamini kama katika hali ya kawaida kama hakuna ugomvi, siamini kwamba Nchimbi angeenda kwenye peji yake akaposti yeye mwenyewe bila kwanza kufanya consultation na rais wake. Na kama hapakuwa na consultation, basi hiyo ni dalili ya kansa ambayo labda iko very deeply rooted, na ndio maana ikatokea namna hiyo. Kwa hiyo unachosema ni jambo rasmi kabisa. Makamu wa rais ni namba 2 katika nchi, na makamu wa rais anapofanya jambo katika nia njema inayohusu uongozi wa nchi, haifanyi kama protesta wa kawaida anayekwenda kwenye mitandao au akatangaza tu kwenye web page yake. Ni kweli siku hizi dunia imekuwa nyepesi zaidi, taarifa zinatoka kwenye njia mbalimbali, lakini mpaka leo ninavyofahamu, njia rasmi ya serikali kutoa matangazo yake ni kupitia gazeti la serikali. Napoongea gazeti la serikali, sizungumzii gazeti la Daily News ambayo kwa lugha ya kawaida ya Kiswahili ndio watu wanaiona ndio gazeti la serikali. Nazungumzia the government gazette, ile ambayo inachapwa mara moja kwa wiki katika mazingira ya kawaida, lakini panapokuwa na jambo la dharura linachapwa hapo hapo jambo la dharura linapotokea. Hiyo ndio inaitwa government gazette. Kwa hiyo kama indicator moja kati ya zile indicator nilizotaja za mambo ambayo sio sawa, hiyo ni indicator kubwa sana kwamba kulikuwa na kitu. Kwa hiyo hata tulipoiona tu inatoka kwenye njia ambayo ni private, tulipaswa kupata sura kwamba hapa kuna jambo ambalo si la kawaida katika uendeshaji wa serikali. Hawa ni watu ambao hata wakisafiri tu, mnakumbuka, hata wanaposafiri sheria zetu zinasema taarifa ya rais au ya makamu anapokuwa hayuko nchini inatangazwa kwenye government gazette. Sasa kama hii ni safari ya kudumu kabisa, kama safari za kawaida zinatangazwa, hii ni safari ya kudumu kabisa, manake ameshatoa mpaka na deadline ya tarehe 4 Septemba. Kwa hiyo nilitegemea kwamba hiyo ingeingia kwenye government gazette vile vile. Kwa hiyo nakubaliana kabisa Goldman na wewe. Asante Goodman. Nimshukuru mzee wetu Slaa kwa namna alivyotandawaa na kwenda kwenye mawanda mbalimbali ambayo yanataka kuchochea fikra zetu ili kuweza kufikiri. Binafsi
nilikuwa nataka nivuke na mie mipaka. Unajua kuna kitu kimoja pengine ni vizuri pia tukajifikirisha kuhusiana na jumuiya zetu hizi za kimaendeleo na jumuiya zetu za kikanda kama vile East Africa, kama vile SADC. Manake inavyoonekana siasa zetu na hususani mwelekeo wa viongozi wetu huenda wanakopi na kupesti kwa wenzao. Kwa hiyo hilo na lenyewe nitaka watu walione katika mtazamo huo. Hiki kilichotokea kwetu unaweza kutaka kukifananisha kidogo na kile kilichotokea Kenya kwa mtu anaitwa Rigathi Gachagua, japo kwa mtindo mwingine, lakini kuna kitu kwamba chanzo cha haya yanayotokea pengine ni kusigana au kutokuelewana kwa watu wazito, watu wakubwa. Kwa hiyo matokeo yake hicho kinachotokea kinakuja kutokea. Kwa hiyo sasa pengine viongozi wetu wanakuwa wanaigana au wanaiga au mwendelezo wa siasa zao zinakuwa zinaiga majirani. Kwa mfano tumeona kinachoendelea Zanzibar na tunaweza kudhani wamepesi na kukopi wapi. Kwa hiyo sasa ni jukumu la wananchi wanapoona yanatokea ya kutokea katika nchi za jirani, waone kwamba hayo yanawahusu pia ili kuweza na kwa namna gani wanaweza kushikamana na wananchi wa nchi hizo ili asije akavuka mipaka yakawakuta wao kule waliko. Kwa hiyo nitaka nilitazame pia kwa mtazamo huo kwamba siasa zetu mwingiliano wetu na yale yanayotokea katika nchi zetu hizi za ukanda mmoja yanakuwa yanavuka mipaka. Kuna wakati mwingine walioko kwenye mamlaka wanakopi na kupesti, wanatumia mbinu hizo. Kwa hiyo kama ni mbinu mbaya ambazo zinaenda kuumiza umma zinakuwa pia zinaumiza umma. Kwa hiyo sisi katika jumuiya zetu hizi tuwe makini, tusione mambo ya wenzetu, kwa mfano mambo sijui ya nchi gani ni ya kwao. Naona wenzetu Kenya wako mbele sana, wanapoona jambo haliko sawa kwenye nchi jirani wanajitokeza, wanajitoa pasipo kujibakisha kuweza kuona mambo yanaenda sawa. Wanajua wakichelewa hilo linaweza likawarudia. Kwa hiyo nilitaka pia tuangaze katika mtizamo huo, lakini pia kama alivyodokeza Dr. Slaa ni wakati pia wa watu kuwa wakweli, dhamiri zetu zitusute. Kama ni ukweli tuongee ni ukweli, kama ni porojo tuongee pia ni porojo. Manake kama alivyosema mzee, dhoruba ilikuwa inaonekana, mawimbi yalikuwa yanaonekana, pepo zilikuwa zinavuma, zilianza zikavuma kwa lugha ya picha unaziona kabisa. Hata kule bungeni kuna maneno yalitamkwa, ukiyatafasiri na kuyapa mwelekeo unaona kuna kitu kinakuja. Kwa hiyo wananchi nadhani tuna wajibu wa kuwa wakweli. Tukiendelea kuwa vaa miwani za mbao, pengine kwa ukweli wetu tunaweza kuwa tunaokoa, lakini tunapokuwa tunatumia lugha za picha zaidi badala ya kuongea ukweli katika namna ambayo inaweza kubainisha bayana kile ambacho kinaendelea, tunaweza kujisaidia na tukasaidia. Lakini linajibainisha kulingana na hii scenario, je, tunaweza kufanya nini ili kuweka uthabiti au uimara katika hizi serikali zetu, katika hizi kanda zetu hizi za Kiafrika, pale ambapo mtu anapotofautiana na mtu mzito kimtazamo katika kutafasiri mambo anaweza kubaki salama. Mie naikumbuka hotuba ya mtu mmoja anaitwa Askofu Gwajima, ili aliliongea kwa kina sana kipindi fulani kwamba bandika bandua inavyokuwa hivi, je, kuna kitu fulani ambacho tunaweza kujifariji nacho au tunaenda ndiko siko. Kwa mfano kwa wataalamu wa masuala ya management wanasema hakuna kitu kibaya kama labor turnover inapokuwa kubwa, kwamba kuna kuingia kuna kutoka, kuna kuingia kuna kutoka, kwa sababu hiyo inaonyesha udhaifu katika uendeshaji, katika namna ya kuweza kuishi na hao wafanyakazi, kuweza kukidhi matarajio yao, kuwapa fursa ya kuweza kufanya mazingira, kuyaweka yakawa bora ili waendelee kuwepo na kufurahia kile wanachokifanya. Kwa hiyo unapoona labor turnover
ya kitu fulani katika sehemu fulani, kwa mtazamo wa watu wa management haiko sawa, haiko sawa. Kuna changamoto na hiyo changamoto inatakiwa itafutiwe mwafaka. Mm. Mheshimiwa sana nani Mpango tuliona Majaliwa tuliona Job Ndugai tuliona Tulia tuliona na hawa ni wale wazito wazito, bado hatujaenda kwingine kote. Kwa hiyo labor turnover inapokuwa kubwa kwanza ni gharama kwa wapiga kura, kwa sababu hao watu wanahitaji kutunzwa na kutunzwa kwa kutumia kodi za umma. Kwa hiyo hili tusichukulie kama jambo jepesi la wao, tulichukulia kama jambo pana linalogusa maslahi yetu na ustawi wetu. Mimi ndio mtazamo wangu huo, labda naomba niweke kituo hapo. Asante. Asante Peter. Asante sana. Naona kuna mfuasi wa Nchimbi hapa, nadhani utaongea baada ya hapa. Lakini Peter umeleta nani mtazamo mzuri, hasa ulipohusisha na siasa zinazoendelea kwa majirani zetu. Lakini nakumbuka za majirani ilikuwa a bit brutal. Tuliona Gachagua, lakini pia na intention zake zilikuwa wazi, ni kwamba naye anataka kuwania kiti kwenye uchaguzi unaofuata. What do you think will be, kitu gani kinatokea kwa kwetu hapa? Pia ni kwamba unahisi Nchimbi naye pia anataka kugombea, awe mgombea chaguzi unaofuata? Lakini je, on top of that, katiba inaruhusu, nimesoma baadhi ya mabandiko ambayo yanasema kama makamu wa rais amejiuzuru au amejitoa kwenye nafasi yake, hatapata nafasi tena ya kugombea. I don't know if that was right au mimi nilikosea kuelewa narrative. Ni kwamba msimamo wetu kikatiba ukoje, na kama una predict itakuwa ni brutal kama ilivyokuwa Gachagua, sababu baada ya hapo, baada ya Gachagua kujiuzuru, tuliona kulikuwa kunaanza kuwa na vijembe kwenye majukwaa, sio vijembe tu, pamoja na matusi, wakitukanana, akimtukana rais. Imekuwa very brutal mpaka sasa hivi, nadhani bado hivyo vijembe vinaendelea na matusi kurushana yanaendelea. Una expect the same na huku kutokea? Na pia na hilo instant ya kwamba swala la kugombea urais, unahisi pia ni swala ambalo linawezekana na katiba inasemaje? Yes Peter, kama unaweza kurespond kwa hayo. Asante. Nidokeze kidogo. Unajua Rigathi Gachagua alikuwa naibu wa rais. Kwa wenzetu, naibu wa rais sio mtu ambaye anamsindikiza rais. Ni kitu ambacho tunaweza kufananisha na kitu wanaita partnership. Naibu wa rais kwa Kenya sio mtu ambaye anamsindikiza rais, ni partnership, yani ni sehemu ya uongozi katika huo urais au katika hiyo taasisi. Kilichokuwa kinatokea, pengine watu wanatafasiri sivyo, lakini kwa mtazamo wangu Gachagua hakuwa anataka urais. Gachagua kitu alichokuwa anataka, siasa za Kenya zimejengwa katika msingi wa maridhiano ambao unajengwa katika kitu kinaitwa nipe nikupe. Hata katiba yao inaruhusu kwamba tunafanya coalition, tunavileta vyama au kama sio vyama, kuna watu wazito wenye ushawishi wanakuja wanaungana na wewe, lakini mnakuwa na makubaliano. Gachagua yeye ambacho alikuwa analalamika kwamba William Ruto Gachagua aweze kuunganisha jamii yake ambayo huwa anaililia kila siku, anasema jamii ya watu wa mlima, lakini watakapopata madaraka kuna namna ambavyo watagawana hayo madaraka na share zipo. Kuna mtu anaitwa yule ambaye Wetangula, kuna mwingine sijui nao wao bahati nzuri walikuwa na tu vyama, waliandikishana kabisa, ikapelekwa ikaenda kuandikishwa, lakini Gachagua yeye kwa kuwa alikuwa ndani ya hicho chama cha UDA hawakuandikishwa. Kwa hiyo Gachagua alikuwa ana complain kitu kimoja kwamba tuliahidiana kuna haya na haya na tuliahidi kufanya hiki kwa wananchi, kwa nini hutekelezi? Na William Samoei Ruto alikuwa hawezi kumfanya kitu Gachagua kwa sababu sio mtu ambaye amemleta, yani ni sehemu ya uongozi wake, ni mtu ambaye alichangia ushindi wa Ruto, alipigana kwa jasho, machozi na damu. Kwa hiyo nia ya rais kupumua afanye vile anavyotaka ilikuwa ni kumuondosha aende akakae huko, na washauri wa Ruto walimwambia kwamba ikipita baada ya wiki 3 wiki 4 watu watakuwa wamemsahau lakini
kumbe amejitengenezea kitu kikubwa ambacho sasa kinaanza kumtesa. Kwa hiyo kwa siasa za Kenya huo ndio ulikuwa mtazamo. Rigathi Gachagua alikuwa hana hata nia ya urais, alikuwa anatetea haki ambazo William Ruto pamoja naye walikaa wakakubaliana na waliwaahidi wananchi wa Kenya wakati wanatafuta uongozi. Sasa kwa hapa kwetu ndio hilo Dr. Slaa analalamika kwamba hatuko wakweli. Hatuko wakweli kwa sababu kwa nini kila linapotokea jambo tunahusisha na ugombea urais? Kwa nini kila jambo, kwa mfano mtu anapotolewa kwenye sijui nafasi fulani tunahusianisha hilo jambo na urais. Hatuko wakweli. Kuna vitu ambavyo ni critical ambavyo vinasababisha hayo mambo. Hebu tuviangalie kwa macho ambayo hayana miwani ya mbao. Kuhusiana na mheshimiwa kugombea urais, mimi sioni, maanake watakuja wanasheria, ila kwa jinsi mimi ninavyojua katiba, sifa ambazo zinabainisha mtu kugombea urais, sioni kama mtu akijiuzuru kutoka kwenye nafasi fulani anakosa sifa. Sidhani kama hiyo inakuwa hivyo, ila wanasheria tuko nao hapa, tuna utajiri mkubwa, watu wenye maarifa makubwa watakuja waisemee, ila tuache kila jambo linapotokea kutafasiri au kuhusianisha na mambo ya urais. Maisha hayataenda. Watu wakikatwa kwenye ubunge tunahusianisha na urais, wakati mwingine hawatendewi haki. Kuna taratibu na kanuni ambazo zinatakiwa kufuatwa za kimsingi. Hebu tuangalie hayo mambo. Kila jambo tukitaka tuhusianishe na urais tunakuwa tunafunika kombe ili mwanaharamu apite. Hebu tufanye hivyo. Lakini pia hivi, kwa nini katika taifa letu mtu kutaka kuwa rais inakuwa kama sintofahamu? Kwa nini iwe chuki? Kwa nini watu waumie? Kwa mfano uchaguzi uliopita Chama cha Mapinduzi kupitia mgombea wake walitangaza, tume ilitangaza kwamba wamepata 97.8%, kitu kama hicho. Kwa vyama ambavyo ni vyama vya upinzani, tukichukulia hiyo, tuweke assumption kwamba huo ni ushindi aliopata, baada tu ya uchaguzi vinatakiwa vianze kufanya kampeni ili viweze kubomoa hiyo 97.8%, vishushe chini. Sasa unapokutana, kwa mfano, mtu anatokea waziri anapiga mikutano ya hadhara, anataka watu wafanye maendeleo. Chama kitafanya maendeleo gani kimeshindwa kwa kiwango hicho? Kwa nini kisiende kwa wananchi kutaka majibu? Kwa nini wananchi wamekikataa, ili uchaguzi ujao ukiwa kwa nafasi nzuri zaidi ya kuweza kushindana? Kwa hiyo hebu tuyaangalie mambo bila miwani za macho. Naomba niweke kituo hapo. Asante. Asante Peter. So the narration ya kutaka kugombea urais tulikuwa tunahitaji tu kuhusianisha kama wewe ulivyohusianisha kwamba kilichotokea huku na kilichotokea Kenya. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tuangalie tu context kwamba okay, kimetokea huku, will they follow the same route, kwamba kutakuwa kuna hizo vijembe na kutaka kugombea urais, lakini nadhani umeiweka vizuri. Mfuasi wa Dr. Nchimbi, karibu, kama ulikuwa una la kuchangia. Asante. Mimi nilikuwa na la kuchangia kwanza. Kama mfuasi nimesikitika sana, lakini kingine sasa naona kiza kizito sana, na mbaya zaidi watu walioko kwenye kiza hawaoni kama wako gizani. Unajua, nikiangalia Chama cha Mapinduzi kwa sasa, mtu ambaye alikuwa na mvuto ukimsimamisha na mtu yote wa upinzani at least anaweza kuwa na mvuto, alikuwa ni Emmanuel John Nchimbi. Ukimwondoa huyo, baraza lote la mawaziri uwezo kumchukua mtu yoyote kwenye baraza la sasa hivi la mawaziri ukasema bwana wewe simama ugombee kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa sababu kipofu mara nyingi huwa anabishana na mtu anayemuongoza, na siku hizo anaongoza ni wananchi. Imeanza minong'ono kabla, watu wanamtukana makamu, chama iko kimya, makamu anaamua kujiuzuru kimya kimya na hawaoni. Katika kipindi hiki ambacho taifa lina matatizo mengi likiwemo la Oktoba 29, alafu tena huyu anakuja kuongezea mzigo. Bwana, naona kama vile wakati tunasoma vyuo vikuu kuna kitu kinaitwa supplementary. Unakuwa una sub sita kuja validate, unatakiwa uzirudie, alafu unajifanya uende kufanya pepa fulani. Ndio kitu ambacho wamefanya Chama cha Mapinduzi. Kwa mimi sioni mwanga kwa Chama cha Mapinduzi huko mbele tunakwenda. Kama watu walikuwa wanasema kisha kufa, sasa na mifano inaonekana chama kinakufa. Kwa hiyo sasa hivi tunasubiri kimfie nani. Asanteni. Asante sana. Asante sana Comrade Zumbe. Changiaje, naona Dr. Gurion Lipanda ulikuwa una cha kuchangia.
Mbongo karibu. Na mimi nataka nikukumbushe Dr. Gullion amepanda muda mrefu hapa, amekuwa akiandika tu na mashabiki zake wanataka kumsikia yeye anasemaje, sio kuandika tu. Dr. Gullion, nafasi ya kwako hii. Dr. Gullion anaendeleza zile strikes za kuwa kwenye jukwaa miaka yote lakini asifungue mic. Tunakupongeza Dr. No, tumshukuru sana wafuasi, tumshukuru pia kaka Peter Ngwandu, mzee wetu Wilbrod na Godman kwa uongozi wako. Mnyisanzu ni Hamisi ni wewe? Okay. Mkatisha Jones lakini Jones No, shukrani. Nimepita huku nimekutana na sehemu inasema uhai wa makamu wa rais ulikuwa hatarini, kifo cha mpishi wake. Okay. Aya, Jones tuendelee kama ulikuwa una hoja. No, nashukuru kwa nafasi moderator Godman. No, labda ni muhimu kuwa na hizi hoja zote. Kaka Peter, nitaka nikurejeshe kwenye ile hoja ya uraisi. Labda wakati tutarudi huko nitaka kuelewa, yani sijui kama nilimiss sehemu ambayo ulikuwa kujieleza, manake nilikuwa siko pazuri sana juu ya kwa nini sio hatui wa kweli tunapohusisha movement kama hizi na hoja ya urais. Kwa hiyo tutarudi hapo, kama utaweza kufungua mic nitashukuru. Wakati unaifikiria, ngoja ni tuengage na hoja ya Mnyisanzu kwa sababu zote ni hoja. Sasa Godman, kwa bahati mbaya nilikuwa shinda kuongea wakati ule mna engage na hiyo hoja na Dr. Slaa, lakini kitu ambacho kimekuwa heavily discussed kwenye other settings, other groups huko, na ni significant kwa sababu mbili kubwa. Moja, kwa nini post ya kifo cha huyo chef jina yake ni nani, Bikuru Ngusa ilifutwa? Yes, Ngusa inanikumbusha Ngusa Samike, lakini endelea. Yes, na mimi hivyo. Kwa nini ilifutwa? Given the nature ya matangazo kama hayo, huwa yanakaa kwa muda angalau, hata kama yanalenga kusafisha page. Kwa nini ilifutwa? Hiyo ni pointi ya msingi sana. Dr. Gullion. So kwa nini ifutwe? That will be the first question of interest. Lakini pia kuangalia track record so point ya pili ni kuangalia track record ya wizara au ofisi ya makamu wa rais kupost tanzia za wafanyakazi, sio tu wa ofisi binafsi lakini level zote za watumishi. Sasa watu walikwenda kudigi, kuna vijana wetu wa IT wakaenda kudigi hiyo web, wakatumia tools zao, wakasema mara ya mwisho kuwa na tanzia at least ya level close to that ilikuwa ni wakati wa corona COVID-19, ambapo kulikuwa na utaratibu wa kupost tanzia mbalimbali na ilimhusisha dereva Kido aliyefariki akiwa kama dereva wa naibu mkurugenzi wa administration kwenye ofisi ya vice president. Lakini hii ilikuwa ni mwaka 2020 mwezi Mei, na wakati huo kulikuwa na utaratibu wa wizara mbalimbali, ofisi mbalimbali kutoa tanzia pale ambapo inatokea. Ilikuwa tanzia nyingi sana. Na some of the commentary ambayo ilikuwa added ni kwamba before moving kwenda kwenye ofisi ya makamu wa rais,
Bwana Kido alikuwa ni dereva wa mheshimiwa waziri mkuu wa wakati huo Kassim Majaliwa. Kwa hiyo those were comparison to what happened toka 2020. Utaratibu huo, obviously kuna wafanyakazi watumishi ambao wamefariki in between, hawajawa posted. What happened between 2020 May mpaka August 2026, utaratibu huo kurejea tena. So okay, I see the commentary. Si kama nimesema Majaliwa was a VP, mtanisamee. I meant kwamba aliyekuwa dereva Bwana Kido, aliyekuwa dereva wa Prime Minister was moved to VP office na akawa dereva wa Assistant Director wa Administration. That's what I meant to say. I haven't had my cup of coffee yet, so mtanisamee jamani, brain haijaamka. So the question of why was it posted and what happened in between, kwamba wafanyakazi walikuwa wakifariki, watumishi wakifariki au wao posted, ina raise hizi suspicion, ina raise hizi debate, ina raise hizi ambazo watu wengine wanapenda kuziita conspiracy theories, kwamba maybe kuwa posted na kufutwa kulikuwa kuna instructions za kwamba mwingine anasema post, mwingine akasema iondoe. So I'll leave it to that. Lakini kama kakapita uko nafasi nzuri, ningependa kuelewa concept tunayotufundisha ya kwamba kuto kuzungumzia mbio za urais 2030 kuhusiana na hizi movement hatui wa kweli. Nilimisi hiyo part, na ningeshukuru sana kwa mafunzo yako ya kawaida. Godman, kwa ruksa yako. Kaka Asante Mbongo, Jones. Yes, Peter, karibu. kaka Mbongo, asante. Nitaongea kitu nadhani kama kinaweza ukaweza kukiona kina mantiki, unaweza kukichukua. Tukirudi mwaka 2015 ndani ya Chama cha Mapinduzi walijitokeza wagombea zaidi ya 40, na miongoni mwa hao wagombea waliojitokeza mpaka majaji wa mahakama zetu tuliwaona, sijui jaji kiongozi, sijui jaji mkuu ni nini. Kwa hiyo kwa katiba tulionayo na kwamba Chama cha Mapinduzi kinaonyesha kwamba chenyewe ukishajinasibisha nacho unaweza kupata urais. Kila mtu anataka kuwa rais. Kwa hiyo tutakuwa hatutendi haki tunapopointi mtu kwamba anapigania kuwa rais. Pengine hata watu, kuna hukumu zinatolewa huko kunakotolewa hukumu, watu wamelenga urais. Kwa hiyo tukichukulia mtu fulani anataka urais, mimi nadhani hatumtendei haki. Ile idadi ya watu waliojitokeza mwaka 2015 mpaka majaji sijui kina nani wote tulikuwa mashahidi. Utaona kwamba watu wanaojinasibisha na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wao au karibu wote ndoto yao ni kuwa rais, kwa sababu katiba tulionayo, rais inampa mamlaka ambayo anaweza kuogelea bila kuwa na sehemu ya kuzuiliwa na mtu yoyote. Lakini pia tuliona kuna mtu amewahi kuandika kwenye miti na mawe karibu Tanzania yote unakopita unakuta jina lake na nini. Huyo hivi ile ndoto yake wakati anaandika hayo maneno kwamba mimi rais, hiyo ndoto imeisha ndani ya nafsi yake au ndani ya moyo wake? Kwa nini tumsonte huyo? Kwa hiyo ndio maana nimejaribu kuwashauri kama mnaweza kukubaliana na hiki nachokiwaza, kwamba haya mambo ya huyu anataka urais, hiyo ni kama visingizio tu. Ndani ya Chama cha Mapinduzi watu wote wanataka huo urais, kwa sababu wanajua wakishaupata watakuwa wamefika pepo ya dunia. Kwa hiyo tusisonte mtu, lakini tuangalie vitu ambavyo vinawatofautisha watu. Anaweza kuwa kweli mtu anataka urais, lakini kwa kipindi hicho anachopigania ni kitu tofauti na huo urais. Kwa hiyo tusije tukafunika kombe ili mwanaharamu aweze kupita. Naomba niweke kituo, sijui kama kakaangu Mbongo umenipata. Asante.